Kila unaposema nitaanza kesho, hufanyi maamuzi ya kusaidia maisha yako, bali unatekeleza mbinu ya kutoroka inayoitwa the escape strategy. Ubongo unatafsiri kazi ngumu kama adui, na silaha yake ya kwanza ya kujilinda ni delay. Lakini kwa nini ubongo wako ufanye hivi? Kwa nini akili yako itengeneze mbinu ya kukuhujumu mwenyewe? Ubongo haujatengenezwa kukufanya uwe tajiri au uwe na mafanikio. Umetengenezwa kukuweka salama na kutunza nishati yako. Kila unapotaka kuanza jambo kubwa, ubongo unahisi hatari. Ili kukulinda na hiyo hatari, unakupa dawa ya usingizi inayoitwa kesho. Huu mchezo unachezwa katika hatua 7 kuu. Usipozielewa hizi hatua, utaendelea kukimbia kwenye treadmill ya maisha. Unatokwa na jasho jingi, lakini husogei hatua moja mbele. Hizi hapa ni sababu 7 kwa nini ubongo wako unachagua delay kama mbinu ya kutoroka, madhara yake yanayokugharimu sasa hivi, na jinsi ya kuuvua nguo mtego huu mara moja. Hakikisha umesubscribe na kulike video hii. Sababu ya 7 itabadilisha mtazamo wako kabisa. Usipange kuikosa. Twende kazi. Sababu ya kwanza, mtego wa kusubiri hamasa, the motivation trap. Wengi wetu tunaamini kuwa ili kufanya kazi kubwa, lazima tujisikie vizuri au tupate mzuka wa ghafla. Tunasingizia kesho tukiamini kuwa kesho asubuhi tutakuwa na hamasa zaidi kuliko sasa. Hamasa ni hisia inayokuja na kupotea. Ukitegemea hamasa, utakuwa mtu wa kuanza mambo kwa mbwembwe na kuyaacha njiani. Hii inaharibu uaminifu wako, track record, na inakufanya uonekane mtu asiye na msimamo. Jenga nidhamu. Nidhamu maana yake ni kufanya kile unachopaswa kufanya hata kama haujisikii vizuri. Mafanikio yanakuja kwa kufanya kazi siku ambazo huna mood, sio siku ambazo kila kitu kiko sawa. Sababu ya pili, gereza la ukamilifu, perfectionism. Unasubiri uwe na vifaa bora, mtaji mkubwa au elimu kamili ndipo uanze. Unahisi ukianza sasa hivi na ulicho nacho, utachekwa au utafanya kitu kibaya. Ukamilifu ni aina ya uoga uliovaa suti. Madhara yake ni kupoteza rasilimali ya thamani zaidi, muda. Wakati wewe unapanga, washindani wako wanaanza na vifaa vibovu, wanajifunza kwa makosa na wanatengeneza matokeo. Unabaki kuwa mtaalamu wa kujiandaa bila kuwa na bidhaa sokoni. Tumia kanuni ya anza ukiwa mchafu. Ubora unapatikana mbele ya safari. Kubali kuwa kazi yako ya kwanza itakuwa mbaya, lakini hiyo ndiyo gharama pekee ya kufikia ukamilifu baadaye. Sababu ya 3, uongo wa future self. Unajidanganya kuwa wewe wa kesho atakuwa na nguvu na akili kuliko wewe wa leo. Huu ni mchezo wa kisaikolojia wa kutuliza hatia unayohisi sasa hivi kwa kutoanza kazi. Ni kujiambia saa 4 usiku, acha leo nisinzie nikiangalia movie. Kesho nitakaa saa 6 mchana kusoma kitabu chote. Kesho ikifika saa 6, unajikuta una njaa, una uvivu na unatamani tena kuahirisha. Hii inazalisha hatia na kujichukia. Kila unapotupa mzigo kwa wewe wa kesho, na kesho ikafika bila kufanya kitu, unaharibu kujiamini kwako, self-esteem. Unajikuta unazeeka ukiwa bado unajiwekea ahadi zile zile ambazo huzitekelezi. Elewa kuwa kesho haipo. Kesho ukiamka, utakuwa na uvivu ule ule. Kama huwezi kufanya jambo kwa dakika 5 sasa hivi, basi hutafanya kamwe. Fanya kitu kidogo sasa hivi ili kuvunja huo uongo. Sababu ya 4, uoga wa kushindwa, fear of failure. Unachagua kuchelewesha mambo ili kulinda heshima yako. Unahisi ukianza leo na ukafeli, utaonekana huna uwezo. Unasingizia kesho ili ubaki salama kwenye eneo la starehe ambapo bado hujafeli. Unajifungia kwenye gereza la maisha ya kawaida, mediocrity. Kwa kuogopa kufeli, unazuia uwezo wako mkubwa usitokeze,
Unazeeka ukiwa na majuto ya ingekuwaje kama ningejaribu. Maumivu ya majuto ni makubwa kuliko maumivu ya kufeli mara 100. Badili tafsiri ya kufeli. Kufeli ni taarifa, data. Ni njia ya kukwambia jaribu njia nyingine. Kubali kuonekana mjinga leo ili uwe mwerevu kesho. Mafanikio ni rundo la makosa yaliyofanyiwa marekebisho. 5. Kazi kubwa inayotisha ubongo. Unapotazama mlima wa kazi yote kwa mpigo, ubongo unapata mshtuko. Inakwambia, hii ni kubwa mno. Ngoja tujipumzishe kwanza, ndipo tuanze tukiwa na nguvu. Hii ni mbinu ya kutoroka, escape strategy, ili kulinda nishati. Una ripoti ya kurasa 50 ya kuandika. Kwa sababu ni kubwa, unaishia kusema, hii ni ndefu sana. Ngoja nianze kesho asubuhi. Badala ya kujiambia, acha niandike ukurasa mmoja tu sasa hivi. Inapelekea msongo wa mawazo wa kudumu, chronic stress. Kazi inapozidi kukaa bila kufanyika, haipotei. Inakaa nyuma ya akili yako ikikuandama. Inaharibu hata muda wako wa kupumzika. Huwezi kufurahia starehe kwa sababu kuna mzigo unaokusubiri. Vunja kazi vipande vidogo, micro steps. Usiseme unajenga biashara. Sema unaandika jina la biashara sasa hivi. Uidanganye akili yako kuwa kazi ni ndogo, nayo itakupa ruhusa ya kuanza. Sababu ya 6. Mtego wa starehe za rahisi. Instant gratification. Ni rahisi kuangalia vichekesho kwenye simu kwa saa 5 kuliko kusoma kitabu kwa dakika 30. Ubongo unachagua starehe ya sasa hivi badala ya mafanikio ya baadaye kwa sababu unataka dopamine ya haraka. Unakuwa mtumwa wa akili yako. Ubongo wako unazoea raha bila jasho. Hii inafuta uwezo wako wa kufanya kazi nzito inayolipa. Unabaki kuwa mshabiki wa maisha ya wengine kwenye simu, huku uchumi wako ukizidi kudorora. Weka mazingira magumu ya starehe. Zima simu au iweke chumba kingine. Lazima uwe mkatili kwa mazingira yako na ujifunze kuvumilia hali ya kutofanya kitu ili uweze kutawala akili yako. Sababu ya 7 na ya mwisho. Kukosa sababu yenye uzito. Lack of why. Kama huna sababu inayokuuma kwa nini lazima ufanikiwe, neno nitaanza kesho litakuwa wimbo wako wa taifa. Huu ndio msingi wa uvivu. Huna kiu ya kutosha ya mabadiliko. Kama mtu anayesema, nataka kujifunza lugha mpya, lakini hana sababu ya maana. Ikifika muda wa kusoma, anaona ni mzigo. Lakini yule anayeambiwa, ukijua hii lugha, unapata kazi ya milioni 5 mwezi ujao, hawezi kusingizia kesho. Atakesha. Unajikuta unaishi maisha ya bahati nasibu. Utakuwa mtu wa kufuata mkumbo. Leo unaanza hiki, kesho kile. Madhara yake ni kupoteza miaka mingi bila utaalamu, mastery, kwenye jambo lolote. Na mwishowe, unajikuta huna alama yoyote uliyoiacha duniani. Tafuta sababu yako ya kikatili. Je, umechoka kudharauliwa? Je, unataka maisha bora kwa watoto wako? Sababu ikiwa kubwa, kesho haitakuwa chaguo tena. Hasira yenye malengo ni mafuta ya mafanikio. Dunia haina upungufu wa watu wenye mawazo mazuri. Ina upungufu wa watu wanaotekeleza. Nitaanza kesho ni kifo cha ndoto zako ambacho unakilipia kwa hiari yako mwenyewe. Acha kutoroka uhalisia. Acha kuubembeleza uvivu. Wakati sahihi ni njozi. Wakati pekee uliopo ni sasa. Kama umejifunza kitu, nionyeshe kwa kugonga hiyo like button na kusubscribe hapo ili tuwafikie wengi wenye hili tatizo. Mimi nakutakia utekelezaji mwema, sio mipango mema. All the best.